ya ngano isipoanguka ikafa, inabaki vile vile. Mkristo akiingia kanisani bila kumpa Yesu maisha yake, bila kujiondolea umiliki wa maisha yake, anabaki hali hiyo hiyo. Anaweza ameokoka, amejazwa Roho Mtakatifu, sawa, lakini bado hisia zake kuna wakati zinamtoa nje Roho Mtakatifu, anajiongoza kwa hisia zake, atabaki katika hali hiyo hiyo ya ubinadamu wa kawaida, kwa sababu katika eneo la maongozi ya hisia Roho Mtakatifu hajapewa nafasi. Mkristo hata kama ameokoka, kama fedha zake hazitawaliwi na Bwana, zitabaki katika hali ya hasla wa kawaida, ya mwangaikaji wa kawaida. Hazitapata maongezeko ya kiungu, kwa sababu Mungu hana utawala na hiyo fedha. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kuna mambo hayawezekani mpaka Yesu akumiliki kikamilifu. Hayawezekani. Kuna level ya huduma hautakaa uione mpaka Yesu awe anakumiliki. Kuna promotion za kiungu hutakaa uzipate mpaka umilikiwe na Yesu. Sema dhabihu. Unataka mamlaka ya kiungu, unataka Bwana atembee na wewe, inawezekana. Ni rahisi tu kwa kumruhusu akumiliki. Kama Mungu anaona kabisa kwamba hata akikutumia utaenda utangaze kwamba ni akili na nguvu zako, sio Bwana, hata kutumia kwa kiwango cha kutangaza. Kwa sababu utaenda useme ni mimi, sio Bwana. Chochote ambacho hujampa Yesu kinabaki kilivyo, hakitageuka kuwa faida. Mbegu isipokufa